Naam, hii ndiyo jubilei ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara kimataifa Dar es Salaam DITF Sabasaba ya dhahabu. Sisi tumeweka kambi katika banda la Wizara ya Fedha kuona tathmini yake katika miaka hii 50 ya maonyesho haya ya biashara ya kimataifa. Tumepata fursa ya kuzungumza na naibu waziri wa Wizara ya Fedha upande wa utawala, Mheshimiwa Laurent Luswetula. Amefika hapa mapema sana na kutembelea. Hili ni banda lake na wanasema ukarimu unaanzia nyumbani. Kwanza nianze kwa kumpa hongera sana Mheshimiwa Waziri. Hongera kwa kufika nyumbani hapa. Asante sana. Naam, ukarimu unaanzia nyumbani. Una neno gani la kuambia hasa watumishi wako wa Wizara ya Fedha? Kwanza mimi ni shukuru sana kwa nafasi hii, na nimepata wasaa pia kutembelea mabanda mengi kidogo yaliyo chini ya Wizara ya Fedha, na nimeona uchangamfu wa watumishi wa Wizara ya Fedha. Lakini kwa sababu na sisi tuko kwenye Idara ya Fedha, sisi tunawaahidi ushirikiano mkubwa kutoka kwenye ofisi ya Waziri wa Fedha na sisi wasaidizi wake, kwa maana ya manaibu waziri wa fedha. Kiukweli tunafarijika, na kwa sababu tunafarijika na wao pia wamekuwa ni watu ambao ni mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wizara inakwenda. Tuko tayari kama wizara na sisi kuhakikisha kwamba tunawapa ushirikiano wa kutosha kuweza kutimiza majukumu yao ya kila siku. Asante. Hao ni kwenye Wizara ya Fedha. Ndani ya banda hili la Wizara ya Fedha zipo taasisi mbalimbali. Umejionea nini? Mambo huku tuseme ni mambo mengi, kwa sababu kuna wizara nyingi, kuna idara nyingi kidogo, watu wa manunuzi, watu vyuo kwa maana ya TIA, IFM, kuna watu wa SACCOS. Kwa kweli mambo ni mengi huku. Kilichonifurahisha zaidi ni ile transformation kutoka sasa kwenye matumizi ya karatasi mpaka kwenye kudigitalize mambo, kwamba sasa hivi tena hatuingii tena expenses zingine, kwa maana gharama ambazo hazina tija. Watu wametoka huko, wamenenda zaidi kwenye teknolojia. Ni vitu ambavyo kwa kweli mimi nawapongezeni sana, kwanza kwa ubunifu mkubwa na namna ambavyo sasa wanaitumia teknolojia katika kiwango cha juu kama wizara kuhakikisha kwamba tunaenda kwenye viwango vingine vya kimataifa. Ni jambo ambalo mimi nimefarijika nalo sana, na kwa hilo kwa kweli nawapongezeni sana. Haya ni maonyesho ya biashara, una ujumbe gani? Maonyesho kiukweli, kwanza kwa namna ya pekee kabisa, kwa namna kama wizara walivyojipanga, mimi nimefarijika sana. Kwanza tumepita kwenye mabanda yaliyo mengi, wengi wanaenda kabisa kutimiza kabisa dira ya 2050. Kwa kweli maono yao na maonyesho mengi yamebeba huko, kama inavyosema dira yenyewe, kwamba angalau kuweza kuiwezesha uchumi wa nchi hii kufikia uchumi wa trilioni 1 kwa mwaka 2050. Kitu ambacho mimi dira hii sasa watumishi wote humu ndivyo wanavyoenda na dira hiyo, na mimi hilo nimefarijika sana. Lakini kufikia uchumi, kwa maana kipato cha mtu mmoja dola 7,000, kwa kweli ni jambo ambalo linatia matumaini makubwa. Lakini kwa watumishi wote ndani ya mabanda hao, nimeona sasa kwamba wanakwenda na dira hiyo kwa vitendo. Mimi ni jambo ambalo kwa kweli limenifurahisha, na niendelee kuwaombea kila laheri, wapige kazi kwa ujumla, na sisi kama Wizara ya Fedha tuko tayari kuwa support kwa namna yoyote ile kuhakikisha kwamba tunakwenda kwa pamoja. Asante. Mwisho kabisa, umegusia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Unawaambia nini wananchi kwa jumla wa Tanzania, hasa katika masuala ya ukuaji wa maendeleo? Kwanza lazima watambue kabisa kwamba kama serikali ipo kazini, na ndio maana imetoa wazi kabisa mwelekeo wake kama serikali. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa wazi kwamba wapi tunaelekea na kulinganisha huko tulikotoka, na ndio maana mambo mengi ya kiuchumi kiukweli tunaona ameanza kwenda, na yeye kiukweli anataka kugusa maisha ya kila Mtanzania kwenye upande wa miundombinu, upande wa kila aina. Ndio maana sasa hivi ndani ya banda hili nimeona watu wa TRA, nimeona watu wa usuluhishi wa migogoro. Maana yake ni jambo kubwa sana. Hii imeanzishwa kwa sheria ya mwaka 2019 ya kodi ya sheria ya fedha, na imeanza kufanya officially kabisa 2023-24. Lengo na madhumuni kwa cha kwanza, wafanya biashara wanafanya biashara katika mazingira yaliyo bora, na serikali ya Mama Samia Daktari Samia Suluhu Hassan imeweka wazi kwamba itawalinda wafanyabiashara kwa nguvu zote, inawalinda wawekezaji kwa nguvu zote. Na mimi kama sasa naibu waziri wa fedha, kwa niaba ya waziri wa fedha, napenda kuwaalika wafanyabiashara na wawekezaji wanaotaka kuwekeza nchini Tanzania
waje wawekeze, kwa sababu serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka mazingira wezeshi, imeweka mazingira ambayo kila mmoja atayapenda na incentives zingine nyingi za kuwawezesha kufanya biashara katika mazingira yaliyo bora. Yote haya yanafanyika ni kwa sababu tu ya dira ya 2050 kuhakikisha kwamba inafikiwa kwa kiwango kikubwa cha 100% au hata zaidi ya pale. Kwa sisi kama wizara tuko tayari kushirikiana kabisa kuhakikisha kwamba tunaitimiza malengo na matakwa ya dira ya 2050. Naam, ni ujumbe huo akihitimisha namna hiyo mazungumzo mafupi ya tathmini ya maonesho haya ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam DITF kwa mwaka huu 2026. Amegusia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, lakini pia tathmini ya ukuaji wa masuala ya teknolojia digitali kuelekea uchumi jumuishi na unaojali masuala ya teknolojia. Ni Mheshimiwa Laurent Nuswetula, naibu waziri Wizara ya Fedha, amepata nafasi kuzungumza nasi akitokea upande wa utawala. Kwa zaidi ni wewe Mtanzania kufika katika maonesho haya ya Sabasaba kwa mwaka huu. Sisi tumefurahi kuwa nawe Mheshimiwa naibu waziri. Asante sana. Tumefurahi sana. Asante sana. Shukrani. Asante sana. Asante sana. Kila la heri.